Na nakushukuru sana mheshimiwa Paul Makonda. Tumezungumza kwa kifupi mambo mengi katika hili la walimu. Basi naomba nirejee tena kwenye kitu kingine sasa. Tunaongea na wewe hii leo siku ya 22 ya mwezi Mei. Siku ambayo kimsingi tuna wakati pia mgumu, lakini naomba niende moja kwa moja. Ni kweli mheshimiwa Paul Makonda ulifanya uvamizi katika moja ya vituo vya runinga hapa Dar es Salaam, na kama ni kweli, maana kuna ushahidi wa video pia ipo kwamba ukivamia uliingia kwenye studio na ukiwa na watu, ukiwa na walinzi wenye silaha, tutumie lugha hii, mitutu, wenye mitutu. Je, ni kweli mheshimiwa Paul Makonda ulivamia kituo cha runinga? Yaani mimi kuna wakati mwingine najiuliza haya maswali, mbona hamna hata neno kuhusu maendeleo ya mkoa wangu? Tutakuja baada hili. Tutakupatia muda. Baada hili tutaelezea mvua na mpango gani wa mvua. Angalau mngeniuliza basi changamoto ya maji katika mkoa wa Dar es Salaam. Tutakupatia. Tutakuja hilo, mvua inanyesha, mipango ikoje? Hakuna changamoto ya afya. Afya najua tutazungumza. Mimi ningewaomba. Kuanzia hili. Ningewaomba sana. Sisi tumepewa kazi ya kufanya. Na kazi ya kufanya tuliopewa ni kuhudumia na kutatua changamoto za wananchi. Mambo mengine haya huwa yanakuja kwa sababu ya kudistract au kuharibu kazi unayotaka kuifanya. Na mimi ningefikiri tungetumia muda mwingi sana kuongea namna gani tunajipanga kama serikali ya mkoa. Hata walionipa kazi wangefarijika ya kwamba kazi ninayoifanya ni kuwakilisha wananchi. Muda unao, tutaongea. Na jambo hili la kuvamia ni jambo ambalo limeniacha na maswali mengi sana. Maswali ambayo mpaka kesho huwa nakosa majibu. Na limenisikitisha sana. Na nafikiri ni jambo ambalo mpaka kwenye familia yangu tumebaki na huzuni, lakini tukimtumainia Mungu. Sipendi kuliongea kwa sababu nimechukua muda wangu mwingi kulifikiria. Nikitaka kulichambua kwa kina niweza kula zaidi ya masaa 20. Kwa sababu limeniletea picha na nimeconnect doti. Sasa mimi bahati nzuri pia nilisoma mambo ya uendeshaji wa meli. Kwa hiyo communication zetu za baharini tunazijua wachache. Ulipita na shule huko kidogo. Unaona? Ukienda DMY pale utaona namna gani ya kuendesha na kucommunicate na meli kwa meli baharini. Sasa nikiconnect hizi doti inanitaka muda. Lakini la pili katika hilo, waziri aliyoko sasa hivi madarakani, Mheshimiwa Harrison Mwakyembe, nilipata nafasi ya kukaa naye baada ya kuniita. Tumekaa vikao mara 3 na Mheshimiwa Mwakyembe, na Mheshimiwa Waziri Mwakyembe ambaye ni mwenye Wizara ya Habari, Michezo na Utamaduni kwa sasa. Jambo ambalo katika vikao vyetu vitatu tulitumia kama ni masaa machache hayapungui 17, ambayo ya kamati ya mtangulizi wake ambayo ulikimbia, ambayo yeye alipata nafasi, na bahati nzuri ni gwiji mwanasheria na ni mwanahabari pia, ambaye yeye alikuwa na mambo ya kutaka kujua kutoka kwenye ofisi yangu. Kwa sababu pale haonekani Makonda, anaonekana RC. Why? Si kitu bana, yani ni kama vile naingia darasani, lakini naomba Mungu anisaidie nitoke huko. Haonekani Makonda kwa sababu mkuu wa mkoa anapokuwa na askari, manake ni ofisi ya mkuu wa mkoa. Angelikuwa yuko peke yake, yuko baa na kunywa, of course inaweza kama Makonda amelewa, lakini utaongeza mkuu wa mkoa amelewa kama kionjo. Lakini maana hakuwa na vyombo vyake vya ulinzi, manake inamuumbisha, inamtengeneza kwenye umbo la nafasi yake kama regional commissioner. Kwa Waziri Mwakyembe tulipata nafasi nzuri sana ya kuongea. Na alielewa vitu vingi sana. Na tuliulizana maswali ya hapa na pale. Jambo ambalo
siwezi kabisa kurudi kule, kwa sababu yeye kama waziri mwenye dhamana ana wajibu wa kushughulikia jambo kama alivyoahidi, na nilimwona hata bungeni alisema kwamba alishamhoji RC, tumeshakaa naye, na ndivyo ambavyo serikalini tunafanya kazi. Lakini zaidi ya yote uko utaratibu unaoendelea na hilo jambo. Ila jambo la tatu linalokuja nitalazimika kulisema kwa udogo sana, na naomba wananchi wanisikilize vizuri. Ninalazimika kulisema kwa udogo kwa sababu kwenye ibara ya 18 kile kifungu kidogo cha kwanza na kifungu cha pili katiba yetu inaongelea habari ya uhuru wa habari, uhuru wa kutafuta habari, na uhuru wa kusambaza habari, na uhuru wa kujieleza, uhuru wa mawazo na kila kitu. Lakini pia ukija kusoma hata kwenye sheria ya habari, ukisoma na hii sheria mpya ya kwenu ya habari ya mwaka 2016, nao kuna baadhi ya vitu vinasema juu ya habari. Kwa mantiki hiyo, wananchi wangu wa mkoa wa Dar es Salaam wamenyanyasika sana kupitia hatua zilizochukuliwa na baadhi ya waandishi wa habari kwa kitendo kinachoitwa uvamizi. Mimi naita igizo la uvamizi. Sio uvamizi. Sio uvamizi, ni igizo la uvamizi. Na kwa mantiki hiyo, ninalazimika tena kusema, nitasema kwa ufupi na uchache, sitaweza kwenda kwa kina. Kwa sababu hata baadhi ya kama nilivyo msema waziri wa habari, naye yuko kwenye finding zake ili kukamilisha nini anachokiona kinafaa. La kwanza ambalo mimi sijaamini mpaka leo kwamba nimevamia nyumbani. Pale nyumbani kwako. Nyumbani. Ukiongeza kwako kutakuwa na mkeo. Unamaanisha nini hapo? Baba yako, kaka yako, nani? Unaposema nyumbani unamaanisha nini? Ndio maana twendeni tu taratibu. Nipeni nafasi. Mbona yule mlimpa nafasi ya kuwasikiliza vizuri? Tukae nafasi. Pale mimi ni nyumbani. Niko marafiki zangu. Ni kwa kaka zangu, dada zangu, wadogo zangu. Kwenye mapambano haya ya madawa ya kulevya, wakati naendelea nayo, the only place nilikuwa naweza kwenda na kula chakula. Na pale kuna mama ntilie, sitamtaja jina, ambaye hata watumishi wa pale walikuwa wananyanyua simu, bro, leo maharage ni matamu. Tunakutana pale, kama nyumbani kwangu hawapo au nimetoka labda nafanya kazi katika wilaya Kinondoni, natokea kule, nitaomba jamani niwekeni maharage. Ni familia. Wale wanaoitwa wamevamia, mkuu wa mkoa akiwa na askari hao ndio wamewasaidia baadhi ya watumishi, akiwemo na yule anayetangaza kwamba alivamiwa, kwenye baadhi alipokuwa amekwama akihitaji msaada wa askari. Mathalan, nimepata tatizo, askari wangu wale ndio ana namba zao, anawapigia, wanamsaidia. Hao anaowaita leo walikuja kuvamia kwenye kituo chake. Maana na wao ni sehemu ya walikuwa wanawafahamu aidha ni mchana au ni usiku, ya kwamba tukiwa na tatizo, hata tukimkosa mkuu wa mkoa Makonda, tutaomba msaada kwa hawa wasaidizi ambao wanahusika na kumlinda. Sisi tuko pamoja. Tukio linaloitwa la uvamizi, ambao mimi kwangu ni igizo la uvamizi, halina ukweli wala hata chembe. Kwani kwenye ile CCTV ilikuwa na wewe? Twende basi taratibu. Wewe nipe nafasi. Ukitaka kusimuliwa habari ilivyokuwa, ukachomeka utapoteza. Tuendelee mheshimiwa mkuu mkoa. Ndio hiyo unakosa ile good sifa ya good listening. Tuendelee mheshimiwa. Unaona? La nne, mimi kwa kila mnachokiona wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam kinatengenezwa kama tangazo au programu inarushwa ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, huwa naitengenezea kwenye editing room ya Clouds. Na moja ya kompyuta ambayo mnaifahamu iko ofisini kwangu, nilikuwa nayo kompyuta ya namna hiyo nilionunua, nikaiweka pale Clouds kwenye hicho chumba ambacho kina Apple nyingi pamoja na Apple ya kwangu ilikuwemo ndani ya kile chumba. Mtakumbuka hata kipindi cha birthday yangu, tena jioni nikiwa na wale vijana ndio waliohangaika kutaka kuimwagia maji, tukiwa sehemu ya familia. Kuingia kwangu na kutoka kwangu pale kulinifanya nihisi ni nyumbani kwetu. Na ndio maana hata Ruge ni kama kakaangu, Kusaga ni kama kakaangu, na wote hawa ambao ni viongozi wa pale pamoja na watumishi wa kawaida wa chini, nao pia nikitoa CCTV kamera za nyumbani kwangu, mtawaona wanapokuja nyumbani kwangu mara kwa mara.
we share problems and we solve together as a friends and a family. Kwa sikuwahi kufikiri hata siku moja ninaweza kuzulika na kujeruhika pale. Jambo lingine, katika utendaji wangu wa kazi, ninapomaliza masaa ya kazi, kuna masaa ya jioni au ya usiku. Muda mwingi nilikuwa nayatumia pale masaa ya usiku. Wiki inayosemekana nilivamia ndio wiki ambayo nilikuwa natimiza mwaka mmoja. Na nyinyi ni mashahidi. Mwaka mmoja ambao nililazimika kutengeneza documentary. Documentary ambayo nilikuwa nimepewa airtime TBC, nimepewa airtime kwao wenyewe Clouds, nilikuwa na airtime Star TV, nilikuwa na airtime Channel 10. Documentary ile ilikuwa ina combine kazi zangu zote za mwaka mmoja kama mkuu wa mkoa. Tulianza kazi ya kuiandaa. Na wakati tunaiandaa ile documentary, mimi nikawa na pilika za madawa. Kwa sikupata muda wa kutosha wa kuihariri. Wiki hiyo hiyo inayosemekana nilivamia, nilikuwa natoka pale Clouds saa 9 usiku. Mimi mwenyewe saa 9 usiku. Lakini hakuna asiyejua kupitia swala la madawa ya kulevya nimetangaza vita. Ninao maadui ambao hata sasa hivi wangetamani nife. Na wengine wangetamani nisiwe hata mkuu wa mkoa. Na nyinyi mnajua mbinu zinazotumika tu hizi za kulipa baadhi ya watu kuniandika vibaya, za kunitengenezea kashfa. Ziko mbinu zingine za watu wanaenda kwa waganga wa kienyeji wanatoa kafara ambazo wananchi hawazijui, lakini zote zinatafuta kuniondoa maisha ya kwangu. Kwa mantikio, serikali iliona umuhimu wa kuongeza nguvu ya ulinzi. Lakini tunafahamu sisi waumini wa Kristo ya kwamba ukilinda hata ukikesha, wakesha bure kama Mungu hayuko katikati yao. Ndio maana hata bidii yangu ya kuomba na kusali ni kubwa. Unaweza kuniona nalia kwa sababu eti ya cheti, lakini kumbe niko kwenye mapambano ambayo huyajui yanayoendelea katika ulimwengu wa roho na hata katika ulimwengu wa mwili. Kuongezeka kwa askari hawa kwa ndugu zangu wa Clouds haikuwa jambo jipya. Sababu walikuwa wanawajua na wanawafahamu. Na hata wenyewe wanawafahamu, sio tu kwa kuona yule ni askari, kwa majina. Sio kama mheshimiwa yuko na watu hawa. Kwa picha hiyo ya kufanya kazi zangu, nililazimika hata nikitoka usiku siwezi kutoka peke yangu. Na ndio maana ningekuwa natoka peke yangu, ungekuta stories zinabadilika. Ya kwamba amemtisha mchana, usiku amekutana naye mahala akachukua nini? Akachukua fedha. Amemtisha usiku, amechukua kitu chake fulani. Lakini ninapokuwa na hao askari, pia ni usalama kwangu ya kwamba hata mtu akitengeneza maneno, wao nao ni sehemu ya mashahidi wangu. Siku iliyofuata nimeendelea kwenda pale, tukafanya editing vizuri, tukaenda kile chumba. Tumeendelea. Story nyingine ambayo iko pale, ambayo imeunganishwa pale, ambayo baadaye kama tupata nafasi tutakuja kuiongea peke yake. Lakini sio main agenda ambayo mimi niko nayo. Baadaye kuamkia siku ya Jumatano nilifanya tukio la kuwa na vijana wanaopambana kuacha madawa ya kulevya 1600 pale Messi Police. Tukala chakula nao. Lakini ilikuwa ni siku ya kurusha documentary. Usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano tulipoona documentary haijakamilika, kuna baadhi ya vitu havikuwepo pamoja na swala zima la msikiti na makao makuu ya BAKWATA. Sababu kwa hajawekwa, na mimi ni sehemu ya mambo ya kujivunia kwa sababu tumepambana pamoja na hatimaye tumepata ujenzi kama ule. Nikasema hapana, lazima tuipitie. Na mimi wanapenda kupitia ili kuhakikisha kinachokwenda kwa wananchi ndicho ambacho nimekitaka, na hata kama kuna kosa litatokea nitasimama kujibu, kuliko kuruhusu mtu akakutengenezea akarusha. Mwisho siku anaweza karusha hata vitu ambavyo hukuvipanga kama sehemu ya success uliofanikiwa katika utumishi wako wa umma katika mwaka wako mmoja. Kwa hiyo tukakubaliana ya kwamba tutengeneze ya dakika 5 angalau 7 iruka kwenye kile kipindi cha asubuhi cha 360, alafu hii tuitengeneze vizuri taratibu bila pressure, ili tuirushe weekend. Tena weekend we can get enough time kwenye vyombo vya habari vingi kama ambavyo nilikuwa nimeshakusha kuomba. Na baadhi ya TV walikuwa wananipigia simu wakitaka kuirusha siku ya Jumatano, ningesema bado haijakamilika. Kwa hata baada ya Jumatano kufanya ile tukio tulilofanya, nilazimika tena kurudi pale Clouds kufanya ile kazi. Tumefanya siku ya Ijumaa. Usiku si ndio tukio la family. Siku ya Ijumaa nilikuwa kwenye mradi wa maji. Jambo ambalo ningetamani sana tuliongelea pia. Sasa sijui kama una nafasi kwa sababu wananchi wangu wa mkoa wa Dar es Salaam karibia 40% haina mtandao wa maji kabisa. Tutatoa nafasi. Kwa hiyo ni vyema pia nayo mkanipa fursa nikawaambia wananchi serikali na mkakati gani wa huo.
kuliko hizi sidingo zinazotengenezwa katika nchi yetu. Hiyo nafasi tutakupa, tunakuhakikishia kwamba kwa mantiki hiyo waelewe tu wananchi kwa nini nimeamua kulieleza hili jambo. Kwa ufupi, sitaenda kwa details sana. Nimelieleza kwa sababu moja tu, linawanyima haki yao ya kupata habari. Jambo ambalo nisingependa liendelee hivi. Jambo ambalo wananchi wajue ya kwamba aliyefungiwa hapa kwenye habari sio Makonda, na hili nitalieleza vizuri. Aliyefungiwa hapa kwenye habari ni wananchi. So Makonda anaandikwa. Ndio maana nilivyoitwa hata bungeni niliandikwa front page. Ilivyotoka hukumu ya bunge niliandikwa front page. Nikienda huku naandikwa front page. Amekabia miaka sio mingapi anaondoka, imeandikwa anafukuzwa kesho kutwa, naandikwa front page. Kwa mimi kama mkuu wenu wa mkoa Makonda as an individual ninaandikwa sana kwenye magazeti. Waliowafungia ni nyinyi wananchi. Nikitoa habari kuna ugeni wa marais wa Afrika Mashariki wanakuja kwenye mkoa wa Dar es Salaam, wafanyabiashara wajipange kwa ajili ya fursa, hawaandiki hiyo story. Tukiongelea mipango ya elimu tunayotengeneza, hawaandiki. Tukiongelea namna ya utaratibu tunaopanga kwa ajili ya kuhakikisha tunatoa fursa kwa wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam kupata vibali vya ujenzi ndani ya mwezi mmoja badala ya kupoteza muda wanaopoteza zaidi ya miaka 5 wakati na hati wanazo, hawaandiki. Kwa hiyo wamewafungia nyinyi wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam kuandikia habari zinazohusu maendeleo yenu, ila mimi kama Makonda wanaandika habari zao. Turudi kwenye point yetu. Siku ya Ijumaa ninatoka Boko kwenye mradi wa maji. Tuna miradi 20 ya maji ambayo mwananchi alikuwa ananunua uniti moja kwa shilingi 6,000. Nilipofanya ziara nikagundua hilo tatizo. Nikaona hapana, gharama ni kubwa. Nikakaa na watu wa Dawasco, nikakaa na watu wa Dawasa. Tukakubaliana, wakasema wao wanaweza wakaichukua hiyo miradi, wakatoza uniti moja kwa shilingi 1,635. This is much cheaper. Na tukisema uniti moja ya maji tunaongelea ndoo zile 20 ni sawa na lita 1,000 za maji. Hiyo naichomekea ya maji ya maendeleo ambayo tutakupa. Najua nataka nikupe picha. Usiwe na haraka. Kwamba ulikuwa kutoka Boko. Usiwe na haraka. Muda wako wa maendeleo tunakubaliana kwa pamoja. Ila kwa sababu ni maendeleo mengi pia yamefanyika. Hata kwenye afya bado hujalipa nafasi. Okay, tunamaliza hili moja alafu ndo tunakwenda. Hiyo ni part ya story. That's a part of story. Okay. Vinginevyo niambie ni skip, nikwambie unachotaka kusikia. Alafu kile kilichofanyika nikiache. Then utakuwa hujanisikiliza, umenisikiliza kwa sababu tayari ulitaka kusikia na ulichokuwa nacho mwenyewe. Tuendelee mheshimiwa Paul. Kwa hiyo tukaenda miradi ile nikawakabidhi Dawasco. Kwa sasa katika mkoa wa Dar es Salaam maji ya hizi kamati za maendeleo ya maji za mitaa na kata zitakuwa chini ya Dawasco. Na uniti moja itatoka shilingi 6,000 itakwenda shilingi 1,635. Ndio kazi ambayo tumetumwa na sisi, kazi yetu kwa ajili ya kutetea wanyonge. Kwa hiyo lita zile 1,000 zitapatikana kwa shilingi 1,600. Almost ukikadiria inaweza kufika 1,700. Tumetoka kule, nilikuwa na waandishi wawili wa Channel 10 anaitwa Hamisi na wa Michuzi blog. Wakati tunakuja njiani, gari yao nataka kuconnect na kitu kimoja, sema kwamba historia ya Makonda hana mahusiano mazuri na waandishi wa habari. Sio kweli. Tunakuja mimi mbele, kuna pickup ya polisi wakiwa na bunduki zao wanasafisha njia. Nafuata mimi na gari ya wataalamu wangu Dawasco wapi. Nikagundua kwamba gari yao imewaharibikia, wako nyuma. Na kwa sababu ya foleni kama unafahamu katika jiji la Dar es Salaam, japokuwa ni mgeni lakini umeona watachelewa kufika kwenye vituo vyao vya nini? Vya kazi. Kwa sasa tufanyeje? Nikamwambia simameni, tukasema pale Kiboko complex Tegeta pale. Nikawatuma wale askari wenye pickup wakarudi kwenda kuwachukua. Kwamba iacheni hiyo gari, kama kuna fundi aje aisaidie, kama wana driver wamwachie driver, wao waingie kwenye pickup ili wawahi. Baadaye kauliza mbona mmekuja nyinyi wenyewe, kwa sababu hii habari inahusu wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam wajue bei ya maji imeshuka kutoka shilingi 6,000 mpaka shilingi 1,600 kwa uniti moja. Wakasema hatukujua, hata sisi wenyewe tulikuja tu kama by the way, hatukujua kama kuna nini, kuna kazi. Nikamwambia ukifanya sasa, ingieni kwenye pickup ya polisi pamoja na polisi tuwahi, lakini tupite Clouds kwa sababu hatuko nao, tuachie story ambayo itaenda moja na TBC. Alafu nyinyi mtakimbizwa mwai sawa sawa. Kwa tumetoka tumeenda mpaka na polisi. Hata hii sasa ya kwenda mimi usiku peke yangu na baadhi ya vijana wawili watatu, tumeenda na polisi wakiwa na mabunduki na king'ola mpaka tukaingia mle ndani. Tayari tukawapa story, wakaweka kwenye flash. Nikawaagiza wale polisi, chukueni hawa akina Hamisi, wawaisheni moja kwa moja kwenye vituo vyao
Vinginevyo tukitegemea wao wachukue usafiri wao watachelewa, ili wasichelewe kutimiza jukumu lao. Mimi nikabaki kwa Maraji pale, yuko mama anaitwa Maraji yule wa wali wetu wa Marage. Nakula wali pale. Hatimaye umemtaja ndio. Kwa tumekaa pale tunapiga story na nini na nini na nini. Ndio kuna story moja ikaja. Mkitaka baadaye nitawaambia, lakini ikaja. Nilipokuja story nikamwambia nikamuuliza yule mwenye kipindi bwana, check hiyo story kama ni ya kweli, kwa sababu nasikia huyu mtu anaonewa, anahangaika 1 2 3 tujue namna ya kufanya. Sawa sawa. Then mimi nikaondoka. Nilipoondoka kurudi nyumbani. Hiyo story iliyokuja haina uhusiano na hiti au ni story nyingine tu? Ni sehemu tu ya hii ya hii ambayo yenyewe sio mbaya kutuambia ama ni mbaya kutuambia. Ndio mkitaka tuambie. Ndio wakaja kulipa story ya kwamba kuna story wameipata. Inaumhusu mama mmoja ambaye yule mama amepewa ujauzito na ametelekezwa. Lakini yule mama amezunguka kwenye ofisi za serikali kuomba msaada, hajapata. Na mtu aliyempa mimba yupo. Nikasema okay. Sasa amefanyaje? Anasema ameshajifungua na aishi kwa shida. Sasa mimi niliwaamini kwa sababu moja. Sio story ya kwanza ambao walishawahi kuniambia kama mkuu wa mkoa kwamba mkuu, unaonaje hii katika sehemu za mamlaka yenu? Pamoja na yule mtu mwingine aliyeng'olewa macho, nafikiri umefahamu. Hiyo story mimi sio kwamba nilienda kumfahamu yule mtu. Ni waandishi wa habari wamekuja wakanieleza, tukaanza kutake action na mwisho wa siku tukampeleka mpaka kupima na nini, na baadhi ya vitu tulifanikiwa kumsaidia, na baadhi ya ahadi zingine na imani wanaendelea kutekeleza wale wafanya nini? Wale waahidi. Mimi nakumbuka niahidi kama milioni 10 kumtibu, nikaahidi na kumpeleka na kumpatia pikipiki pamoja na bajaji, nilifanikiwa kumkabidhi. Kwa hiyo alivyoniambia vile nikasema ni kweli, akasema ni kweli. Tena tumepata shida kweli. Na hii story sasa nikikurudisha nyuma, nimekwambia hata kwenye ile Jumatano walisema. Kwa hiyo siku ya Ijumaa anasema hii kazi yetu tumeifanya. Nikamwambia basi sawa. Kwa wakakutambia kabisa amepewa ujauzito na fulani. Exactly. Okay. Ni Gwajima yule anayejiita askofu. Ndio wakasema anayejiita. Kwa sababu ile ni kujiita tu. Kuna process zile za kuwa askofu kwenye upande wa nani. Na sisi tunasoma Biblia, siku moja tukipata nafasi ya kuchambua maandiko, huko nako niko vizuri. Na furahia kwa nini namwamini Mungu katika hiyo area. Kwa hiyo tulichokifanya pale kilipokamilika, wakaniambia wameshakamilisha kazi yao. Nikamuita yule program manager wao, nikamwambia bana, hawa watu wameniambia 1 2 3, hakikisha mmebalance story as a professional. Mimi nataka kuangalia kwa nini watendaji wangu hawajamsaidia huyu mtu, kwa sababu ameenda Kisutu mahakamani, ameenda wapi. Na baadaye nikaja kuambiwa kumbe hawajamhoji wao peke yao. Yule mama katika kutafuta misaada alienda pia kwenye ofisi za ustawi wa maendeleo ya jamii. Alipofika kwenye zile ofisi, wale wenye ofisi wana mahusiano na Uhuru FM kama sehemu ya story, wakawajulisha kumbe na Uhuru FM walishawahi kumhoji yule mama. Kasema kwa hiyo story imefikia mpaka hiyo hatua. Lakini mama ameenda mpaka Oysterbay polisi, kasema kamwambiaje hawajamsaidia. By that time wakati anaenda ilisemekana ya kwamba yule bwana ameitwa kwenye mambo ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo akamwambia subiri kwanza. Kwa hiyo mama anabaki anahangaika tu. Akasema anyway, mimi nitakuja kuona kwa upande wangu wa watumishi wangu kwa nini hawawasaidii wananchi wanyonge. Ndio wajibu tuliopewa. Mimi nikaondoka zangu. Fuata usiku wakasema wana kipindi chao. Hakuna mtu aliyekuwa anajua kwamba kile kipindi kiko kinapendwa. Ni kama sehemu ya kurefresh. Kwa usiku watu tumekaa kwenye TV, tena mimi sikuwa peke yangu, nilikuwa baadhi na watu nyumbani wanakuja kutembea, tumekaa pale tunaangalia. Hasa imefika saa 4 nafikiri kama na nusu. Sasa hawa watu waliniambia wana story fulani. Na mimi hiyo story ingenipa uhalali wa kuwahoji watumishi wangu, mbona nyinyi mnalalamikiwa hamsaidii watu, mmekula hela nini? Mnaogopa. Kwa sababu kila mtu ana haki ya kusikilizwa na ana haki ya kuwajibishwa pale anapoenda kinyume na utaratibu. Baada ya pale kilichofuata nikawa ninawatafuta kwenye simu. Sasa leo nitafuta ni kwa ajili ya editing. Niko pale Clouds. Nimekumbuka kwamba Ijumaa ndio hii. Weekend imefanya nini? Imefika. Kupiga simu hapatikani. Nikamtuma kijana mmoja kwa naye pale nyumbani. Hebu nenda pale kanichekie fulani tujue nini kinachoendelea, kazi yetu imekaaje. Wakati ameondoka nyumbani, mimi nikakumbuka ya kwamba hii kazi nilisema nitaipitia mwenyewe. Ila documentary nitaipitia mwenyewe. Kwa nini nisiende? Sasa natoka vipi? Wale vijana wanaokuwa nao mchana hawapo. Na unaweza kupata breakdown huku njiani ukakutana jambo lolote, hata mtu amelewa, inaonekana kama leo usiku ulikuwa unaenda wapi au ulikuwa na magendo yako na nini? Nikawapigia simu. Kuwapigia simu sikuwapata. Nikasema sio mbaya, nikawachukua askari wa nyumbani ambao
Sababu wale askari hawalindi jengo. Wanakulinda wewe kwa cheo ulichokuwa nacho. Kiasi kama ukikiacha hicho cheo wale askari huwezi kuwa nao tena. Nikatoka pale, tukaingia kwenye gari, tukaenda pale. Tulipofika pale kama kawaida. Ndio nasema kama ni igizo la uvamizi. Kama kawaida, hata ukiangalia ile clip ule mlango ulivyofunguliwa sio uvamizi. Definition ya uvamizi ukienda kisheria ni kitu kingine kabisa. Ni mantiki ya kutumia nguvu. Yaani aidha kuna mlango umevunjwa au kuna mtu amepigwa au kuna chochote kile, lakini ukiangalia hata ile clip utaona mlango ule unafunguliwa na tena anayefungua mlango ameweka miguu yake juu. Yuko comfortable kwa sababu anajua ni kawaida mheshimiwa kuwa naye hapa. Na ni kawaida yeye kuwa na nini? Na ulinzi. Na mimi kama uliona kwenye ile clip niligeuka nyuma. Nikamwambia yule askari, waambie na wenzako waje kwa sababu kujua kuna sehemu ya kukaa badala nyinyi kukaa nje. Lakini kwa wakati huo wao wenyewe wanakuja kwa sababu hauwezi ukakwacha ukaingia ndani. Akitokea mtu akasema kwamba aliingia mle ndani akakutana na jamaa mmoja mfanyabiashara wa madawa kulevya akampa bilioni 10. Askari wataulizwa mlikuwa wapi? Tulibaki nje. Kufanya nini? Yaani leo kiongozi anaingia huko ndani afu askari wanabaki nje. Lakini nani asiyejua kwenye vita hii ya madawa kulevya wako tayari hata kuweka chemical kwenye kiti wanachokijua na kaaga. Na ndio maana nilikuwa nalazimika kwa selective hata sehemu za kufanya nini? Za kula. Tukaingia ndani. Tumeingia ndani kwa mantiki ya kwanza ya documentary yetu. Baadaye nikamwona kijana anapita akamwambia, nyinyi bana leo mmekula hela. Vipi bro? Anambia nyinyi mmekula hela. Na sisi kwa sababu ukipanda kule papa kwenye ngazi, chumba cha makompyuta kiko kwenye floor ya kwanza, sio kama nimesahau, sio ya pili. Lakini mkono wako wa kulia, floor ya pili. Mkono wako ngapi? Wa kulia, wa kulia. Kwa hiyo utakata hivi. Na kule namba studio. Tukakata pale kuna sehemu ya kukaa. Sasa askari wangu wako pale na muona dogo moja, nikamwambia nyinyi mmekula hela. Tuya hela. Mko balance story mkaamua kula hela. Mbona hii story yenu umeua? Mnasumbua mnasema wananchi anateseka na nini, si kaenda polisi hajasaidiwa kumbe na nyinyi wenyewe. Kwa hiyo nyinyi na polisi wangu mnaowasingizia nyinyi mko sawa. Kwa nini ulifikiria wamekula hela? Walichokieleza kwangu hakikuwa na sababu ya kutokwenda onea. Lakini kama walikuwa wametafuta story, wanatakiwa kwenda kuirusha alafu ghafla wameiacha. Maana aidha kwenye kubalance story wamekutana na taarifa tofauti au wamekula rushwa kufikia hatua sitoe story. Na hiyo story ilikuwa inamgusa mtu ambaye amejimwambafai ni mtakatifu na mkamilifu. Kwa matendo yake ni tofauti. Kama Biblia inasema tutawajua kwa matendo yao. Baada ya hiyo wakaniambia hapana tujala hela. Nikasema hapana. Akasema hapana tumezuiwa na nani? Wakaniambia. Nikampigia simu. Bro, nasikia tu umezuia kipindi cha 1 2 3. Mbona umenilalamikia kwamba mama na nisije ngao najikuta na take action ya kuwashughulikia watu kwa sababu mimi sipendi mwananchi anyanyasike. Ninaweza kujikuta na msulubu mtumishi wangu kwamba ameshindwa kumsikiliza, kumbe kesi yenyewe sio ya ukweli, nikawa naonea. Kwa nikamwambia kumbe una taarifa kamili juu ya hili jambo. Akasema mimi siwezi kuzuia. Baada ya dakika 3, hebu ngoja subiri kidogo. Huko nani? Nikamwambia kuna Sudi hapa karibu. Akamwambia naomba niongee naye. Nikampa Sudi simu, akaongea naye. Baada ya kuongea naye akaniambia nakupigia bro sio muda mrefu. Huyo Lukusaga. Baada ya muda sio mrefu akanipigia Ruge. Ruge alivyonipigia akaniambia bro ni mimi. Nikamwambia vipi? Nikamwambia kuna story hapa nasikia umeizuia. Akasema ni mimi. Nikamwambia mbona umeizuia? Akasema kwani uko na interest nayo? Akasema hapana. Interest yangu unaijua siku zote kwa ajili ya wananchi. Sasa ungeniambia kama una interest nayo. Mimi sikujua. Nikamwambia sasa kaka hiyo mama mbona ananyanyasika na anavyoonekana? Inakuwaje inakuwa hivi? Nikamwambia haya bana, kwenye mapambano yetu ya madawa haya kuna mambo mengi, lakini wanyonge kama hawa. Mimi nilifikiri TV yako imejipambanua kama inatoa habari za kuwasaidia watu. Sasa sije kama mnasaidia watu wale mna interest nao za kupata hata hela kupitia wao. Lakini hao wanyonge wengine ambao hawana chochote kile mnafukia nini? Story zao. Nikamwambia sijapendezwa na hili jambo. Kama una taarifa zingine naombeni mnisaidie ili nijue kama mwananchi anahitaji kusaidiwa au la hahitaji kufanya nini? Kusaidiwa. Baada ya pale tukaingia kwenye chumba chetu cha nini? Kwa ile main agenda tulikuwa nayo. Tumeingia mle ndani, tumehangaika ku edit pale na nini. Wale vijana wakaniambia hata kipindi chenyewe bro sio kwamba sisi tukisha kukamilisha clip zenyewe mama ni hivi na hivi. Akasema wala haina shida. Nikatoka pale mle ndani, nikachukua ile material ambayo tulikuwa tuna edit kwa ajili ya program ya mwaka mmoja, nikaondoka. Na sikukaa muda mrefu sana. Baada ya kuondoka asubuhi ya siku ya Jumamosi, nikampigia Kusaga simu. Kaambia Kusaga, kaka kuna kitu hapa sijakipenda. Huyu mama kweli kuna hoja ya msingi. Kama kuna hoja ya msingi tumsaidieni basi.
Kama hakuna hoja msingi niambieni, ili nisije nikawajibisha watumishi wangu. Tena ni vyema tukutane. Lini? Tukakubaliana tukutane siku ya Jumamosi. Jumapili. Saa ngapi? Nikamwambia tu muda wenyewe mtakaochagua. Wapi? Kama nyumbani kokote, kwa sababu wanakuja nyumbani, mimi naweza kwenda kwao. Tukakubaliana. Baada ya pale Jumapili saa 4 asubuhi ninaamka, ninaona kuna klipu zinazunguka kwamba nimevamia. Nanyanyua simu nikampigia Kusana. Aka, mbona naona kuna clip hapa inazunguka kwamba nimevamia? Hata hivyo nini? Nikamwambia naona kuna clip hapa ile ya jana wakati tuongea juzi usiku nilipokuja kwako. Sasa kuna clip hapo imeonekana kwamba mimi nimevamia vipi? Na akaambia hebu ngoja nicheki bro. Nikamwambia sawa. Lakini tutakutana saa ngapi? Kwa sababu unajua tuna miadi ya kufanya kukutana. Akasema najisikia vibaya, nafikiri tungekutana kwa saa 6:30, ngoja nipite kwanza hospitali afu. Nikamwambia sawa. Nimekaa kusubiri saa 6:30, hakuna aliyetokea. Nikaanza kuwapigia simu, nobody aliyeweza kupokea simu yangu. Baadaye sasa naona kwenye mitandao kama mimi na nini, wengine nikaanza kuona ukiingia kwenye magrupu hivi unaona comment ya Ruge, huu ni yeye, nimevamia. How? Una screenshot unamtumia kwamba huu ni ujumbe wako. Wakati mwingine mtu anaweza kutumia namba za watu kuchonganisha watu kwa nini? Kwenye mitandao. Huu ni ujumbe wako. Basi kwa sababu hawajapatikana, hawataki kupokea simu zangu, hawanijibu chochote kile meeting yetu, si sawa. Jumatatu asubuhi nasikia watu wako kwenye TV. Mambo yaliyoelezwa ndio yaliyonisikitisha na kuniachia maswali mengi sana. Nimeuona uongo wa Ruge hadharani. Nimeuona utapeli wake hadharani. Nimesikitikia sana kazi ya msalaba. Kwamba Yesu alifanya kazi kubwa, lakini kumbe tunaweza kuumizana na kugeukana sisi kwa sisi. Nilijiuliza maswali mengi sana. Mmoja wapo alikuwa anasema kama mimi nimekosea kwa mahusiano ambayo tunafahamiana, ambao mimi nimeriski baadhi ya mambo kwa ajili ya kuwasaidia wao, na wao wenyewe wanajua wameriski mambo baada ya kunisaidia mimi, tumekosana to that extent kama tumefikia kwenye kiwango hiki. Ndio maana hata simu zangu waligoma kupokea. Kulikuwa na ajenda gani? Okay, ni kosa langu la kwanza au ni makosa mangapi? Je, walishindwa kumtafuta hata kiongozi mkubwa wangu hata mmoja kumwambia kwamba bwana tuyafurahishwa na ndugu yetu mwenzetu ambaye tunashinda naye, tunakula naye na tunaishi naye. Kasema ni kitu gani kimewasukuma wameenda spidi hivyo? Lakini wale waliokuwa maadui zao wa miaka nenda rudi leo wamekuwa marafiki zao. Maana yake kumbe nilikuwa nakimbia katika vita hii ya madawa kulevya nikiamini ya kwamba naweza kula salama pale, naweza kucheza pale, naweza kucheka pale. Kumbe nilikokuwa nakimbilia ndio maadui wamenifukuza. Unakimbizwa hapa na maadui, wanaenda unakimbia unaenda nyumbani kwenu. Unafika nyumbani kwenu unamkuta kaka yako ndo amechukua kisu, yeye ndo anakumalizia kukuchoma. Alafu maadui zako wanabaki wanashangilia. Mambo mengi yaliyojitokeza katika interview yake. Naomba leo niyaseme matatu tu yaliyonishangaza. Na ina contradiction. Na ndio maana kuna baadhi ya yule ambaye analalamikiwa, Gwajima yule analalamikiwa na yule mama kumpa mimba na kumkimbia na mtoto wake, hataki kumsaidia, na after all mpaka alishaitwa mpaka Amana kwa taarifa yako, na akaandika maelezo pale, na sasa hivi anagomea kupima DNA ili ionyeshe damu kama ni ya mtoto au sio mtoto, na walishamuita yule mama, anahangaika kumtisha ili wampe vitu vingi kiasi kwamba hata ukienda kusema huko utaonekana kama unataka mtu personal, lakini I don't want to go that much. Na ndio maana nasema Dr. Harrison Mwakembe ana details za kutosha, wakati wake ukifika atasema. Mambo matatu yaliyonishangaza. La kwanza, nimevamia. Sio kweli wananchi wa mkoa wangu na Watanzania kwa jumla. Sijawahi kuvamia kituo chochote kile cha polisi. Nafasi yangu kama cha runinga. Nafasi yangu kama mkuu wa mkoa ninaweza kumuita mtu yoyote yule. Na ndio maana kwenye mantiki ya kujiuliza nina maswali zaidi ya 50 kwenye lile neno tu kuvamia. La kwanza, wanasema kwamba nilivamia na kulazimisha kipindi kirushwe wakati kipindi kile kilikuwa kiko live. Watanzania na wananchi wenzangu, hapa tuko live. Ukija hapa kuvamia, huwezi kuonekana kwenye kamera zote zilizoko hapa wakati kipindi kiko live. The answer is no. Kuvamia chumba cha matangazo.
Ndio chumba cha tangazo ni kushawishi kule control room, kama hapa chumba kinachorusha kama hapa tulipo sisi kule walioko control, chumba kinachorusha. Maana yake nyinyi mlioko hapa ndio nawalazimisha mrushe, kwa sababu kila kipindi cha live. Lakini na pili swali mnao 50, ila siwezi kwa sababu muda hautoshi, basi kama muda wenyewe ni mchache. Na pili swali la kujiuliza tu, kipindi kinarushwa kuanzia saa 3 mpaka saa 5. Mimi nimefika pale saa 5 kasorobo. Saa 5 kasorobo, maana yake ni mwisho wa nini? Wa kipindi. Ulivamia ili kirushwe saa ngapi? Ulilazimisha ili warushe saa ngapi? Tuache huko. Neno ile la kuvamia ni igizo kama igizo la Islingo. Na hata nyinyi leo hii, kwa sababu kwenye vita lazima muelewe. Hata nyinyi leo hii mlioamua kuniunga mkono au mlioamua kufanya professionalism yenu ya kutaka kubalance story, watawataki kwa kila namna. Kwa sababu wanataka waondoe watu wote nyuma ya mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa abaki peke yake, wamuue. Na wakishamuua watangaze hakuna aliyeshinda vita ya madawa ya kulevya, wala aliyepigana vita ya madawa ya kulevya kabaki salama. We are dealing na dili za watu. Twende. La pili ambalo limenishangaza na kuona uongo wa Ruge. Sasa pale Clouds na ndugu zangu wengi tu. Eti yote yanayofanyika kwenye mkoa wa Dar es Salaam, yeye ni kama mind master, kwamba ni akili zake. Mimi nafahamu Ruge ana akili kama wanadamu wengine walivyo na akili. Lakini naamini ana akili nzuri sana ya kutunga nyimbo za mapenzi na ngonjera, lakini sio akili ya kuongoza mkoa wenye changamoto kubwa kama huu. Sisi tuna brainstorm hapa, ninazo mind hapa. Zinazofikiri. Sio kwamba kila tunachokifanya ametuambia yeye. Nitakupa kwa ufupi tu. Kampeni iliyofanyika ada mpya. Clouds walikuwa na kampeni wakipingana na ndugu zao wa EFM. EFM walikuwa na kampeni ya kufanya kwenye mitaa ambayo ilikuwa nashika watu, ana mashindano ya pikipiki na nini. Kama mshindani wao, Clouds wakabuni kampeni yao ya kutaka kumdefeat mwenzao EFM. Kimsingi walikuwa waongei na ni madui, lakini walipatana juzi. Hiyo nitakuja kumalizia baadaye. Wakaanzisha kampeni yao ya ngoma zinaitwa Kisegeli. Ya kuzunguka, wanasema tunaenda kuionyesha Dar sehemu mpya na nini kule ambako hujafikika. Mimi nikawa na discussion na EFM kwa sababu taratibu tulionao hapa mkoani, tuliamua kushirikisha private sector kufanya kazi pamoja nao katika mambo ya serikali. Kama mnakumbuka, Channel 10 ndio waliolani kampeni ya madawati na tulifanikiwa kwa kiwango kikubwa. Na kuna fedha zilipatikana zaidi ya milioni 360 na ninawashukuru sana Channel 10. Ambazo hizo nilizielekeza kwenye ujenzi wa madarasa. Baada ya kuona mafanikio ya upande wa kampeni ya madawati na hela zao zingine zikaingia na waliendelea kampeni kwa ajili ya kusaidia madarasa. Kwa hiyo nikaona program ya mti wangu tukadiscuss na wakina Majei wa EFM. Tena vikao vingine blaza nimefanyia ofisini kwa EFM, vikao vingine tumefanyia mpaka nyumbani kwangu. Tukibrainstorm namna gani tupande miti katika mkoa wa nini? Wa Dar es Salaam. Kwa hiyo, tukiwa na kampeni hiyo, Clouds waligoma kurusha yale matangazo ya EFM. Mantiki yao kugoma kurusha ni kwamba hatuwezi kuingiliana, wao na vitu vyao, sisi hatuwezi kufanya. Nikamwambia hapana. Hasa katika kampeni yao ya Dar mpya ile ya Visegeli, ile ya nyimbo za Visegeli, zile watoto wanabinuka hivi wanakatakata viuno zile. Katika hiyo kampeni yao wakaenda Bunju. Siku ya tarehe 1 Oktoba tulikuwa tunapanda mti, wao wakataka kushindana na EFM kwa kuonyesha wana tukio lao liwe na nguvu kuliko la EFM. Kilichofanyika pale, walivyoenda kule Bunju, mtendaji wa kata pamoja na mtendaji wa mtaa wakakataa kwamba sisi siku hiyo ya tarehe 1 tunapanda nini? Miti. Kwa hiyo hatutafanya hili tukio, hatutoi maeneo kwa ajili ya watu kukusanyika. Badala ya watu wakapande miti, wanataka watu wakusanyike wacheze Visegeli. Wakakataa. Walivyokataa, Clouds wakabounce, wakarudi kwangu. Mzee, tuna hili tukio lakini tumepanga hivi na hivi. Kama kama mnataka kufanya, cha kwanza kapandeni miti. Jambo ambalo walikuwa wamekataa kulifanya kwa sababu mna washindani wao. Cha kwanza kapandeni miti. Mkishamaliza kupanda miti, fanyeni tukio lenu. Na mkipanda miti, mimi nitakuja kama mkuu wa mkoa, kwa sababu kampeni yetu sisi ya nini? Ya miti. Wakasema kwa hiyo mnaweza mkapanda, kwa sababu miti inapandwa asubuhi, haipandwi mchana. Pandeni asubuhi miti, afu mchana fanyeni. If you agree on that, basi fanyeni. Wakasema ngoja tujadiliane. Wakajadiliana, wakaona hawana namna, lazima wapande nini? Wapande miti. Ndio wakawa wanatangaza tutapanda miti asubuhi, baada ya pale tutafanya nini? Lakini hawakutaka kwa sababu ni washindani wao. Baada ya hapo
Walivyoongea na watendaji na mimi nikaongea nao, wakaruhusu kwamba basi kama ndio hivyo, hamasisheni miti kwanza asubuhi, alafu mchana mfanye nini? Mfanye ya kweli. Baada ya mchana kumaliza ziara yetu na makamu wa rais ya upandaji wa miti, nikasema ngoja niende na huko Bunju nione miti wafanya nini? Waliopanda. Kutoka kuangalia ile miti waliopanda, wakati narudi nikakuta kwenye uwanja wamejaa watoto wadogo hivi. Vinacheza zile nyimbo, vinakata hivi. Hata kama jamani, nikamuuliza Shafii program manager wao. Kama Shafii, Clouds ndio level yenu hii. Kama mna shida kushindana na EFM, lakini sasa wenzenu watawashinda. This is not a kind of brain ambayo ningetegemea nyinyi mfanye. Sasa mmoja watoto wadogo hapa, jua kali. Nyimbo zenyewe ndio hizi hazina tamadili. Kama mimi nafikiri nitawasaidia kufikiri tu kama na namna ambayo mnaweza mkawa na kitu kizuri ambacho kitasaidia kama lengo lenu liko kufikia wananchi. Ndio nikaja na concept ya kusikiliza kero. Nimedevelop mimi hapa. Tumekaa na wataalamu wangu hapa. Baada ya kukaa na wataalamu wangu hapa, tumeenda Clouds kuwaelimisha. Nilikaa na watu watatu, anaitwa Shafi program manager, nimekaa na mtu mmoja anaitwa TV, nani Kevin ambaye ni program manager wa TV, nikakaa na mtu mmoja anaitwa Rock. Walivyoielewa, nikachukua wataalamu wangu tena hapa nikaenda kuwaelewesha kwamba pati ya media itakuwa hii, pati ya serikali itakuwa hii, na pati ya wananchi itakuwa hii. Ndio tunavyolani. Ngoja malizie. Okay. Kwa mantiki hiyo, tukakubaliana. Wakati wa kwanza kuilani ile kampeni, kuna gharama. Ndio hii point tunasema kwamba sio kweli ya kwamba walisupport dawa mpya free. No. Lakini mheshimiwa, nataka kujibu hapo. Tunakupa nafasi hii ili uelezee, baadaye tuulize maswali yetu. Nakupa nafasi. Nipende nafasi. Baadaye tulilazimika kutafuta fundi ili tuilani hii kampeni. Kwa sababu kampeni ni gharama, kuzunguka na wataalamu wote, kuzunguka na sound. Nikasema tusiona vyombo vya mikutano, unakuta wilaya fulani wameandaa speaker zinasikika, wilaya fulani mwananchi akishika tu microphone hasikiki. Nikasema hapana. Kwa hiyo tukakubaliana ya kwamba lazima tutafute nini? Fedha. Fedha ya kwanza, kila wilaya walitoa pesa kupeleka Clouds kama sehemu ya malipo ya gharama zao ya vyombo, kila kitu mpaka na matangazo. Lakini ya pili, wa baadhi ya wapenda maendeleo ya mkoa wa Dar es Salaam walitoa fedha, na sehemu zingine wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam niliandika mimi mwenyewe barua kumtambulisha Ruge Mtaaba, akaenda kuchukua pesa, na sehemu zingine alikuwa anapiga simu yeye mwenyewe ananitambulisha kwa watu ambao mimi siwafahamu kwa sababu sina mahusiano kama muda mrefu sana hapa. Bwana huyu anaweza kusupport, tunaongea naye, anatoa pesa hizo. Kama hajazitoa Clouds amekula mwenyewe. Lakini sio kweli ya kwamba mkoa wa Dar es Salaam ulifanya kampeni bure, ni gharama za wananchi waliochangia. Sawa kabisa. La tatu ambalo linishangaza. Tumpe hilo la tatu la mwisho tuweze kuuliza maswali yetu. Of course Watanzania wanatazama, wanamsikiliza Mheshimiwa Makonda, mkuu wa mkoa ambaye anatoa maelezo yake. Ndio maana tumemwacha kimya kidogo, atoe ufafanuzi. Tunapokuja kumuuliza maswali, tupitie pala ambako tukiunganisha doti kutoka upande wa pili kwa maelezo tuliyopata. Kwa hiyo tuendelee kwa tulivu kidogo. La tatu ambayo limenishangaza mimi katika hiyo ndio huko mwisho anasema na maswali zaidi ya 50, lakini kwa sababu ya muda siwezi kuyachambua. La tatu ambayo limenishangaza ni kwamba wale wanaopewa likizo, sasa kama unafahamu yule mwingine yule anajiita askofu yule alitangaza Jumapili kuna watu wamepigwa vitako vya bunduki, kuna watu sio umekokiwa na nini. Haya, huyu naye anakuja kusema kwa kweli hakuna aliyepigwa. Yule mhariri nao yule dada yule mweusi sio anaitwa nani, mtandao kwenye habari kule anasema tumetishwa sana, tumesulubiwa. Yaani ni uongo, utapeli mkubwa, yaani maigizo ambayo hata hayastahili kuwepo. Lakini kilichonishangaza kitu cha tatu ni kwamba wale wanaosemekana walitishwa siku ya Ijumaa, wazongana mtishwa siku ya Ijumaa, wanatakiwa wapewe likizo wakapumzika kwa sababu wako kwenye, yani wanaweweseka. Mmoja wapo anaitwa Sudi siku ya Jumamosi alikuwa nyumbani kwangu, kama ambavyo vijana wa Clouds huwa wanakuja nyumbani kwangu, including na bosi wao Ruge, hata kusaga mwenyewe. Lakini sasa nikasema huyu leo nimevamia Ijumaa, alafu Jumamosi huyo mtu anaweza kuja mpaka nyumbani kwangu kuja kupiga story. Na mimi nakumbuka niliondoka nyumbani kwa saa 4, nilikuwa na kikao usiku, nimemwacha nyumbani. Lakini sasa Jumatatu anatakiwa apewe likizo eti kwa sababu alitishwa. Nasema jamani, ni kitu gani kimefanyika? Kwa hiyo mpaka kesho kutwa ukiniuliza movement iliyotokea pale, nikamwona na waziri yuko pale aliyemaliza muda wake. Ndugu zangu wananchi, waziri yoyote anapokwenda kwenye mkoa anaripoti kwenye mkoa husika, na anapoenda kwenye wilaya anamtaarifu mkuu wa wilaya kwamba nitakuwa na shughuli 1, 2, 3. Okay. Lakini unapotulia
Unapoona kiongozi hatambui hata hao viongozi wenzake, anaenda yeye mwenyewe pale, naona kuna hawa, nikaona na wale maadui na kama Mheshimiwa Makonda, kama hayo ndo majibu, naomba nikuulize, je, kwa nini uliwakimbia watu hapa waliokuwa wanachama wa ile kamati iliyoundwa na waziri wakati ule? Nimejaribu kuangalia kwenye ofisi yako hapa, nimeona madirisha yako juu, lakini ni kwamba uliruka dirisha, sijui. Lakini kama hao ndo majibu, kwa nini uliwakimbia? Kwa nini ulikimbia kamati na kuinyima kamati ushirikiano? Wakati maelezo kwamba yako wazi ambao wewe unayasema, wakati kwa nini uliwakimbia na ukashindwa kutoa ufafanuzi huu? Mungu nisaidie bana, kwa sababu sijawahi kuwa na wakati wa kuwafahamu binadamu kama kipindi hiki. Yaani nimejua unafiki wa watu nyinyi wenyewe mmefika ofisini kwangu, eti nilipita dirishani. Yaani unajaribu kuliwaza hilo dirisha, si niliondokaje? Yaani mkuu wa mkoa anatokea dirishani kwenye ofisi yake na mamlaka yote anayo. Ni hivi, kwa utaratibu wetu kama watumishi, mimi kama kiongozi mkuu, wewe unasema umevamiwa. Alafu tukio la uvamizi ni tukio la kosa la jinai. Alafu hujaripoti kituo chochote cha polisi. Nafikiri kama mnakumbuka mpaka Silo walitoa wito, jamani waliovamiwa waje basi watueleze imetokeaje. La pili, inaundwa kamati ambayo haina sifa. Kamati ya tukio, ngoja kwambie. Rais wetu hapa ameunda kamati ya kuchunguza madini. Umeona watu waliokaa mle ndani? Ni wataalamu, professional, wenye experience za kazi wanaokwenda kuifanya. Leo hii unachunguza tukio la uvamizi. Unamweka Balile anachunguza nini uvamizi? Anajua criteria za nani? Za uvamizi. Anajua kuna uvamizi wa namna gani? Huna hata component, lakini pia haina sifa ya kumhoji mkuu wa mkoa. Waziri hawezi kuunda kamati ya kumhoji mkuu wa mkoa. Sisi wote tuna renki moja. Kwa taarifa yenu wananchi, kama mjui, tuna renki moja. Na tumeteuliwa, aliyetuteua ndio mwenye mamlaka. Na ndio maana hata mishahara hatuna. Mimi nakwambia kwa vitu vingine. Ngoja twende. Alafu unamteua eti mkurugenzi wa habari ndio awe mwenyekiti wa kamati ya kumhoji mkuu wa mkoa. Mkurugenzi wa habari ni mkuu wa idara wangu hapa. Hana hiyo mandate. Leo hii mimi nikitokea kosa hapa, wewe angalia hata baadhi ya wakuu wa wilaya wanakutana changamoto, wanaagiza mamlaka yake ya kinizamu ishughulikie jambo hili. Leo hii hata Mwananyamala hapa wakifanya kosa lolote hili, tutaagiza mamlaka ya kinizamu ya madaktari ichukue nini? Ichukue hatua. Huwezi kumuita huyo mtu umhoji. Lakini kingine, kulikuwa na dhambi gani ya waziri aliyekuwepo? Ndio maana nasema bana, na waziri aliyemaliza muda wake alikuwa na kazi tu, angesoma madaraka yake na mipaka yake ya kazi, ingemsaidia kujua hili anaweza kulifanya kwa utaratibu upi. Sisi tunahangaika hapa kusoma, sio kwa sababu tu umesoma kile cheti ulichomaliza chuo ndio kinakutosha. Hata majukumu ukipewa mapya unalazimika kufanya nini? Kusoma pia ujue. Kwa hata yeye mwenyewe. Hata yeye mwenyewe. Sikiliza basi. Hata yeye mwenyewe angejiuliza, hii kamati mimi nilitumia busara. Ngoja nisingetumia busara, ningelazimika kuwachukua wale watu nikiona kama wazurulaji na kuatia ndani. Lakini kwa sababu nawapenda waandishi wa habari na singependa kuwa na mgogoro nao, nikasema dawa ni ndo. Na siku hiyo amekuja hapa. Sasa ngoja kwambie, kuna maswali ya msingi sana ambayo tunataka kuuliza kutokana na story ambayo unaitoa. Mnanikimbiza. Kule mbona mlijieleza kwa kutosha? Ndio, kwa sababu tumekupa nafasi nimalizie. Kwa sekunde 2, sekunde 30 nikupe. Siku ile wakati wanakuja wale wanakamati. Ndio siku ambayo nilikuwa na mkutano mimi na waziri wangu wa TAMISEMI na timu yangu ya wataalamu kwa ajili ya mgogoro wa Machinga Corporate, ambao nao kuna ufisadi ulifanyika pale wa zaidi ya sasa tunadai zaidi ya bilioni 30 na kitu katika mikataba waliokuwa wamefanya nini, walikuwa wameingia. Kwa mantiki hiyo, mimi nilikuwa na kikao huko ndani, naambiwa kuna watu wamekuja ambao mimi sina hata taarifa nao, lakini pia hata mamlaka hayo hawana. Nikaona tu ni busara mimi wacha niendelee na kazi niliyopewa kufanya, ambao kimsingi ndio ningependa hiyo ni mjadala mkubwa wa majukumu yetu tunayo. Tunakushukuru sana mheshimiwa. Ndio mheshimiwa, unaona maoni kidogo alafu ndio shaka tumalize sasa. Tuna maswali ambayo kimsingi japo machache, lakini tuulize kutokana na simulizi ambayo Mapuli ameizungumza na story ambayo jinsi ilivyokuwa. Sasa huyu anaitwa Itika anasema hivi: maelezo ya mheshimiwa mkuu wa mkoa juu ya uvamizi wa Clouds nimeyasikiliza. Nataka atueleze nini kilikuwa special sana kwenye story hiyo, baada ya kusikia mtu ambaye amemtuhumu kwamba ndiye amefanya kosa hilo na yeye akanaiulizia mara nyingi, kwani amekuwa mhariri wa hicho chombo? Ni swali ambalo naulizwa kwamba nini kilikuwa special. Unaulizia sana mpaka ukamfikiria nyewe mmelipo hela bwana, yani nini kilikuwa special ya hiyo story? Kwanza usichangae, sijauliza chini.
nimekuja kwa ajili ya editing ya kazi yangu. Wakakwambia cha pili, nishasema hata kama mwananchi mmoja, ninyi wenyewe wananchi mnafahamu, hata mitaro ikijaa mnapiga kelele serikali. Mvua zikinyesha hivi mmekaa mabondeni wenyewe mkiambia muhame, mkipigwa na mafuriko serikali. Ikitokea kitu fulani serikali. Maana yake huwa mnaitaka serikali iwape majibu. Na serikali ina wajibu wa kufuatilia jambo, kulijua kama limekaa kiufasaha. Kwa hiyo swali langu la kuuliza ni kama ninavyohangaika na migogoro ya ardhi, ni kama nilivyohangaika na swala la Scorpion aliyemng'oa mtu macho, ni haki yangu kutimiza majukumu yangu, kufuatilia hata kama ni mwananchi mmoja, na hata zaidi mwananchi ambaye hana sauti wala hana mtu wa kumsemea. Ni serikali ndio na wajibu wa kumsemea. Okay. Sawa. Ngoja nisome maoni ya watu. Tunajua. Soma, naona muda pia umeshatuacha kabisa. Na sisi tulitaka kusikiliza upande wako sana. Na tumesikiliza, tulikuwa Watanzania tulikuwa tunataka wasikie upande wa pili wa wewe umezungumza nini. Huyu anasema Mchunga Rashidi, mbona mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam anatumia lugha mbaya wakati yeye ni kiongozi na inaonekana mambo mengi anafeli sana, kama dawa za kulevya ilikuwa anawakashifu tu watu wengine. Mfano kuna mama mmoja alimtaja na kumsema kwamba hawa ndio vichamba wanatusumbua. Anasemaje na anapataje uhalali kama kiongozi wa umma kuhakikisha yeye anaongea lugha kali na za namna hii? Kwanza hiyo kitu amechanganya hata ameshindwa kueleweka. Mama huyu ni mtumishi aliyesababisha watu wanavamiwa, wanakufa kwa sababu ya migogoro ya ardhi. Sasa utakuwa na akili timamu kweli? Yaani kwamba angelikuwa yeye, unajua watu wengine ni waongeaji kwa sababu mambo hayawahusu. Lakini ukichukua kwenye position ya kwako ungeelewa. Lakini la pili, madawa kulevya tumefeli vipi? Kweli unaweza kadeclare kwamba tumefeli kwenye kitendo ambacho sasa hivi ungo umeadimika? Mimi tunakushukuru sana. Tunakushukuru. Sasa nipende basi nafasi ya maendeleo yangu mmeninyima. Mimi naomba nitumie fursa hii kwanza kuwashukuru. So rafiki sana. Naomba nitumie fursa hii kuwashukuru sana. Nyinyi wenyewe Star TV, lakini nitoe shukrani zangu nyingi sana kwa TBC na wale wote waliopata ujasiri. Ombi langu ni moja tu. Okay, napewa maelekezo kwamba tumeongezwa kama dakika 10 hivi. Sasa swali langu la msingi ni kwa nini wewe kiongozi wa umma uliamua kujitengenezea himaya mpaka sasa unatamka pale palikuwa nyumbani kwako? Watu waliokuwa rafiki zako unadai, watu waliokuwa unafanya nao kazi wametembea na wewe katika kutangaza dawa mpya, tukamwona mpaka Mheshimiwa Rais akawa anapongeza hatua ambazo kwa zinachukuliwa. Hicho ambacho unakisema, hawa watu waliokuwa rafiki zako kiasi hicho, ilikuwaje wakabadilika ghafla wakakugeuka? Wewe walikuwa ni rafiki yako wewe. Nini ambacho ulikifanya mbaya kiasi hicho, kiasi mpaka sasa tunashindwa kuelewa kama watu unasema wewe walikuwa rafiki zako, umesaidia kutengeneza miradi, umesaidia kupeana pesa, walikuwa ni jamaa wanakuja kwako kama unavyosema, lakini kimetokea nini hicho tu cha ghafla, watu ambao walikuwa ndugu zako ghafla tu wewe kiasi ukaamua? Sawa, ndio maana nasema hii vita rafiki yangu ya madawa ya kulevya sio vita ya mchezo. Na baadaye nitawaachia swali wananchi wajiulize. Mara ya mwisho kumuona mkuu wao wa mkoa ITV kwa lini? Kumuona mkuu wa wilaya wa Kinondoni ambaye ni mimi mwaka 2015 ITV kwa lini? Watu hawajui ya kwamba mimi kwa muda fulani nimekuwa na misimamo ya wazi. Kuna watu nilisema huyu hawezi kuwa rais, clear. Na kuna baadhi ya watu tulitofautiana nao kwa sababu walikuwa na maslahi yao binafsi juu ya wale watu. Na ndio maana mwisho wa siku utakuja kugundua ya kwamba katika mbinu na mikakati iliyokuwa inatumika yote ni kuhakikisha Makonda hasikiki. Ikumbukwe kuna baadhi ya watu walinipeleka mahakamani nisiweze kuwataja. Lengo ni kumfanya mambo haya yafanyike kwa siri ili waweze kuendelea kufanya wasaidike. Lakini pia wewe jiulize, wale maadui zao, mimi nilikuwa rafiki yao. Wale maadui zao wa siku zote ambao walikuwa hawezi hata kusalimiana, leo hii wamepatana eti wanacheka pamoja, wanagonga glasi dhidi ya Makonda. Kwa kosa gani alilofanya na usiku mmoja ambao hata wewe umebaki nao? Swali. Na mimi ndio miongoni mwa maswali yangu 50 nilionayo. Siku moja Mungu akinipa nafasi, nitafafanua swali moja baada ya jingine. Lakini point hapa kubwa kwenye hii vita tulionayo, tutatengana tu kama hatuna ajenda moja. Leo hii tukisema kwa kama leo hii serikali inapambana kuziba mianya nini? Ya rushwa. Sio wote wanaofurahia inavyozibwa. Wengine tuko nao wanapambana kuhakikisha kuzibwa huku kwa mianya ya rushwa hakufanikiwi. Kwa mantikio walitumia ndugu zangu. Tena ametumika kaka zangu kwa sababu wako wewe piga hesabu mpaka dakika hii tunapoongea. Ndugu zangu wa Clouds wakiwa na shida yoyote mimi nawasaidia.
mpaka dakika hii. Yoyote yule akiwa na tatizo akipiga simu, mkuu nimekwama, kuna wengine wamekwama usiku hospitalini, nimenyanyuka usiku mwenyewe, nimewashughulikia, wamepata matibabu. Kuna wengine wamekamatwa polisi, mimi mwenyewe sina ugomvi wala sina chuki, lakini niko kwenye dilemma inaonifanya nifike hatua niseme la mwisho katika hilo, nimetengenezewa mpaka mazingira ya kwamba mimi ni kiongozi mbaya, nawachukia waandishi wa habari. Kimi nawauliza watu, nimewachukia lini? Mimi ambaye nilihangaika kutoa wazo la kwamba tuwe na SACCOS yetu. Mimi ambaye niliwaambia kama madereva wamefikia hatua ya kuwa na umoja wao na kudai mikataba, na nyinyi waandishi mnapaswa kuwa na umoja wenu ili mbai mikataba, mwe mnalipwa na hii mishahara, badala ya kutegemea ukienda kuandika story usipopewa posho unakasirika. At least andika story huku na uhakika wa fedha yako. Leo hii mwandishi anahangaika kodi, anahangaika hana matibabu, na wewe ni shahidi, wengine tuka tunachangisha na kuosha magari ili wapate fedha za kwenda kutibiwa. Iko wapi hela yao ya matibabu kama watumishi waliotumikia sekta husika? Na sekta hizo zimenufaika na watu wao wamekuwa wakubwa na majina yao. Nikasema hapana, hata mlipokuwa mnafiwa na baadhi ya waandishi, mimi kwa mfano kama Mzee Mengi, muulize kama ametimiza ile ahadi aliyoitoa ya kumsaidia mke wa marehemu na watoto. Mimi nilishatoa na nilitoa ndani ya wiki 2. Yeye hajatoa, na ni mmiliki wa chombo cha habari ambacho anapaswa kufanya kwa ajili ya kutetea na kupigania maslahi ya waandishi wa habari. Okay. Kwa mantiki hiyo, nataka tukumalizie. Nakushukuru sana. Mimi sina ugomvi na waandishi wa habari. Na mimi ningependa nimelifafanua hili jambo kwa mantiki ya kuwapa haki wananchi wangu. Nakushukuru sana. Msitufungie, msiwafungie habari wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam. Kabla sijakwambia labda unaweza nikakuuliza swali. Huyu anasema hivi, Alois Nyanda na Leonard Mapuli na Star TV kwa ujumla, tunashukuru sana, mmejaribu kuepuka sana kuingia kwenye hiyo miguu. Afadhali ameeleza mwenyewe, hamjataka kuchokonoa sana. Of course, na ndio nimesoma hii makusudi. Lengo langu ni kwamba tulikuwa tunataka kutoa fursa azungumze kile ambacho wengi tulikuwa tunajiuliza, ili baada ya hapo tuache mjadala sasa kwamba nani na nani. Hiyo ndio balance yenyewe, nani kasema nini na nani kasema nini. Swali la mwisho kwa huyu mtu, oni la mtu mmoja anasema hivi, mimi na sawa, umetumia lugha kali kidogo, lakini nakushukuru sana, nimeliona, ila nakushukuru sana. Mwingine anasema hivi, anaitwa Mangi, anasema tumemsikiliza vizuri RC Makonda. Swali langu la msingi ambao nataka kulifahamu kutoka kwake, anisaidie tu, kwa nini alijitengenezea himaya? Kwa nini aliamua kutengenezea himaya na kujikuta anasahau vyombo vingine vya habari ikiwemo ninyi Star TV ambao leo mmekubali kuonyesha umma kwamba mna balance? Anauliza swali kwamba labda kuwa karibu na chombo kimoja, nafikiri ndio hoja yake. Kwamba ulibagua baadhi ya vyombo vya habari wakati ule, ukabezi sana huko. Ukabezi, lakini pia uliunganisha na kwamba vipi, si ndio muda kuomba msamaha labda kwa waandishi wa habari? Mimi kwanza napaswa niombe msamaha. Ile tume yenu, ile kamati yenu ya kina Balile ile inatakiwa i-apologize kwangu. Unprofessional, unethical, inatakiwa aombe msamaha kwangu. Luge Mtahaba anapaswa aombe msamaha kwangu. Yeye as individual aliyedanganya na kuwatapeli umma wa Tanzania ya kwamba amevamiwa. Na mpaka leo hii hana kesi yoyote mahakamani aliyofungua. Huwezi kuvamiwa alafu ukakaa kimya eti ukatumia vyombo vyako vya habari. Leo hii mimi kama mkuu wa mkoa ningeamua mimi kutumia vyombo vyangu kupambana na yeye, ingekuwaje? Na sisi, mimi nayajua mengi. Kumbuka nimesema nilienda pale na tumeishi kama marafiki. Tunafahamiana, nayajua mengi. Nikiamua kuyatumia hayo kwa ajili ya public, sidhani kama kuna mtu atasimama. La mwisho niseme tu, ulijiweka himaya. Himaya ni hivi. Angalia, coordinator wetu hapa, sisi tuna afisa habari wa mkoa. Lakini aliye coordinate kwenye vyombo private ni Hamisi wa Channel 10. Si unaelewa vizuri? Wewe unaweza kuona nilikuwa na himaya, lakini ukienda Channel 10 watakwambia alikuwa na nini? Alikuwa na himaya. Hapo kwenu Star TV, mimi ni rafiki wa waandishi wote. TBC ukienda pale, bana sikiliza. Mtu anaweza kusema ni himaya kwa sababu niliweka kompyuta na nilikuwa naenda usiku na niamua kuitoa ile kompyuta kwa sababu sasa mwisho siku zikibaki na pale mali zangu, mwisho siku naweza kuingia kwenye matatizo mengine. Nilikuwa naenda pale kama sehemu na ni karibu na makazi nilikuwa naishi. Na vijana wengi ambao nilikuwa nafanya nao kazi usiku ni baadhi ya watumishi wake ambaye yeye mwenyewe aliniintroduce nao, wengine alishanitambulisha nao tangu kipindi cha bunge la katiba. Kwa mantiki hiyo sikuwa na himaya kama vinginevyo, ungekuta hata coordinator wetu wa vyombo vya habari vya watu binafsi angelikuwa ni mtu kutoka wapi, lakini mbona ni mtu kutoka Channel 10? Kwa haikuwa himaya namna hiyo. Sema tunaongelea tu yale mahusiano kama vijana. Huwezi ukawa kila sehemu usiku unakwenda huko kule. Sasa utakuwa kama una ndoa ngapi? Wewe ulitajwa kama umevamia, ili tuaminishe kwamba kweli ukuvamia, na matukio yamezungumzwa wazi kwenye TV na kwenye mjadala kwenye social networks, watu tumejua kwamba umevamia. Wewe
kama mtu ambaye ulituhumiwa ulivamia, wewe ulienda kushtaki sehemu kuambia kwamba Naume, kwa nini mtu ananipa shutuma za kuvamia? Ulienda kushtaki ili tuhakikishe kwamba kweli na tuamini kwamba kweli huyu mtu naye amevamiwa. Mimi nikiambiwa na mtu kwamba wewe tapeli, ninakwenda kushtaki kwamba wewe mbona umeona. Dakika mbili atujibu hilo swali tumalize. Mimi cha kwanza nilichokifanya, unajua shetani huwa anamvaa mtu kwa muda, alafu baadaye anaondoka. Niliamini kwa muda utakavyoendelea, labda mwenzangu, kaka yangu mpendwa atarudi kwenye nomo na ataelewa wapi alikoeleza, kwa sababu mimi siko kwa ajili ya kushindana na mtu, mimi niko kwa ajili ya kufanya kazi. Na nilisema, ndio maana nimesema kwamba kwenye hiki kipindi nimejifunza kuwafahamu watu kuliko nilivyokuwa nafanya nini na wafahamu. Yamkini Mungu alinisaidia tukio hili la kuvamia likatokea na likachukua nafasi ya kunionya nibaki nyumbani kwangu. Yamkini ningeendelea, labda ningeenda kula sumu. Nasema yamkini, kwa sababu sio kitu ambacho nilikitegemea. Lakini la pili, kukaa kwangu kimya ni kumpa nafasi msemaji mwenyewe atambue, kwa sababu siko kwenye mgogoro wa mtu na mtu. Na hiyo tu, ukiuliza tukio la uvamizi, hakuna clip inayoonyesha mtu aliyeshikiwa mtutu. Na kwa nini mpaka kesho hawajatoa clip ya kule ndani tulikokwenda kuvamia? Kule ambako watu wengine waaminishwa wamepigwa vitako vya bunduki, kule watu wengine wasema walikokewa bunduki. Mbona hiyo clip hawaitoi? Kwa nini inabaki tu clip ya mtu anaingia mlangoni na kutoka ndio clip ina justify kwamba mtu amevamiwa? Sisi unahitaji muda. Na Mheshimiwa Makonda, tukushukuru. Unajidhihirisha wenyewe. Na mimi niwaombe tena waandishi wa habari na wote, hata wewe wamiliki wa vyombo vya habari, tusibebe ajenda za watu. Tuko kwa ajili ya Watanzania wa mkoa wa Dar es Salaam. Tunafanya kazi kwa ajili ya wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam. Tusibebe ajenda za watu. Leo Star TV mmenihoji, nimejieleza. Chukueni hatua vyombo vingine vya habari, tujenge mkoa wetu. Tunaweza kubaki kwenye ajenda za watu ambazo wengine wameumizwa tangu uchaguzi, wanafikiri wakimshughulikia Makonda ndio wametimiza ajenda yao. Godfrey Mahonge, kwa dakika moja. Godfrey Mahonge kutoka Mwanza anasema hivi, yeye kama ni kiongozi wa umma, nadhani kwani akiomba radhi, kwa maana akiomba msamaha